Mahakama Kuu Dar es Salaam imerudisha kazini bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya uwekezaji wa Zawa ya Nickel na mkurugenzi mkuu wake na kuruhusu akaunti za kampuni hiyo kufanya kazi kama ilivyo awali. Kutoka mahakamani, mwanahabari wetu Salum Kambala anaripoti. Shauri hilo lililofunguliwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo Felix Mosha, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Kate Armstrong na kampuni hiyo dhidi ya mamlaka ya udhibiti masoko ya mitaji CMCSCA, lililotaka mahakama hiyo kupinga uamuzi wa mamlaka hiyo kupitia barua zake zilizotaka kuisimamisha bodi ya kampuni hiyo na kuiunda upya, kumsimamisha mkurugenzi mkuu wake na kuzifunga akaunti za kampuni hiyo. Akitoa uamuzi huo mbele ya mawakili wa kampuni hiyo Michael Ngalo, Mwezi Muhongo na Habati Nyange na mawakili wa serikali, jaji wa mahakama hiyo Dr. Fauzi Tribe ameeleza mahakamani hapo kuwa CMSCA ilifanya maamuzi hayo kinyume na sheria na yalikuwa batili, na kama walitaka kutekeleza majukumu yake ilipaswa wafuate sheria zinavyotaka, ambapo mahakama hiyo imefuta maamuzi hayo na kuruhusu bodi, mkurugenzi mkuu wa kampuni na akaunti zake kuendelea na kazi kama ilivyokuwa awali. Mapema Februari 29 mwaka huu, katika shauri namba 4/2012, mahakama kuu kitengo cha biashara iliipa amri mamlaka ya usimamizi masoko ya mitaji CMSCA itoe tamko kwa management ya Nickel kuwa imeshindwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kwa manufaa ya wanahisa wake, na kuitaka isimamishe mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo na kuivunja bodi ya wakurugenzi pamoja na kuzuia akaunti zake na kuitisha mkutano mkuu wa wanahisa ili kuunda upya Nickel, kazi iliyotakiwa ifanyike kwa kipindi cha miezi 6. Kutoka mahakamani, Salumu Mkambala, ITV.